Mzee wangu Mzee Saidi, tuweze kujadili mchezo uliofanyika jana jijini Bunju au kiwanja cha Isamuyo Generali pale. JKT zidi ya Simba Sports Club. Nipo na mzee wangu tuweze kupata habari za kimichezo. Yupo leo katika uzi wa Arsenal, japokuwa yeye anajifanya huko nje hana timu, kumbe timu anayo. Mzee, habari bwana? Kwa safi. Mambo yanasemaje? Shwari. Shikamoo. Marhaba. Wema kabisa. Mambo yanaenda. Football. Furaha zimejaza kutosha sana. Nimeuona. Umeuona? Umeuona. Wafalme Ngozi. Wafalme Ngozi. Lishakuja jina lingine tena. Mfalme Ngozi. Wafalme wa Ngozi. Sasa utaki. Wafalme wa Ngozi. Wafalme wa Ngozi kivipi? Kocha acheki. Kwani jana hajacheka Matatu? Wewe umemwona Matatu kacheka? Amchekee nani? Acheke mpira ueleweki. Goli hajapata anacheka na nani? Na kucheka mpaka mpira umeisha. Mzee Saidi. Na kugeuka atakushangilia. Akushangilia. Ulimuona kashangilia goli gani? Kwa hiyo anafanana na yule aliondoka kwa Galatia? Kwa Galatia yule alikuwa boyoyo. Poyoyo kabisa. Poyoyo vipi? Yaani poyoyo hajielewi yuko wapi na anafanya nini. Wewe timu ya Yanga kubwa ile, mimi sishakwambia hata kucheka sicheke. Anacheka na nini? Wala kushangilia alikuwa shangilia. Ashangilie na nini? Na Dimitri jana alikuwa kama vile. Shangilia yake alikuwa na sujudu. False. Sasa alikuwa na sujudu. Sasa umemwona Matatu na sujudu. Usujudu kati una Matatu mwili mzima unasujudu, wewe unamdanganya Mungu. Lakini si moja fashion. Fashion yani kusujudu fashion? Yale Matatu akusujudu ile. Sasa yale sio ukioga yanatoka yale. Yale si mabandagu yamengangania moja. Kwa yanagana mule. Yale hayatoki babu. Yale mabandagu moja kwa moja. Jana hapo zimeng'ang'aa sana. Zimeng'ang'aa sijua. Jua hili hapa. Ndio maana unaona vile. Rangi ishaanza kukimbia. Anaanza kubabuka yule, najua. Wewe mchezo najua la Dar es Salaam. Mzee Saidi, tuzungumzie mchezo wa jana uliofanyika pale katika kiwanja cha Isamuyo jijini pale Isamuyo katika uwanja wa JKT zidi ya Simba Sports Club. Umewaita jina gani? Wafalme Ngozi. Wafalme Ngozi. Zidi ya Wafalme Ngozi. Dakika 45 kwanza za kwanza tuziongelee. Unajua kipindi cha kwanza dakika 45 za jasho. Timu ya Simba jana. Wafalme Ngozi walikuwa hawana mtu wa kuituliza timu. Wale watoto na pamoja na Mateke ambavyo tulikuwa tunawafunga mapema sana. Mateke ambavyo walikuwa wacheze mpira wanapiga mateke. Sasa kwani huku yaona? Refa mwenyewe eleweki. Hata kama yule nangu yule kapigwa mtama yeye kaanguka chini, refa anapuliza filimbi anasema twende kwa Simba. Nikaona yeye kweli hii kazi. Kwa hiyo kuna mbele ya 45 kama vile wanapata pia nguvu pale. Teke nyingi babu zimepigwa teke za maana. Yaani mchezaji pale alikuwa mchezaji mzuri ni huyu mmoja. Golikipa peke yake. Mimi si ndo nakwambia, lakini wote wamecheza mateke. Na yule golikipa angetoka 7. Jana. Na alishtuka kweli yule mtoto. Na nikiondoka. Yaani nilikuwa naomba Mungu akanyage mstari wa mwisho. Mtoto akashtuka akasema wewe mimi siji. Mzee Saidi kulikuwa unatoa zile save ulizokuwa unazifanya leo huku inauma. Naomba huyu bwana atoke bwana. Kwa sababu yule mtoto alikuwa anawaibia nani? Si ndio nakwambia timu ilikuwa haina mtu wa kuipeleka mbele. Pasi za mwisho, pasi elekezi, pasi fantastic. Pale alikuwa yule bado hatuna. Na ndio maana kuna jamaa mmoja akisema namkumbuka Chama. Sasa Chama hayupo. Chama simeshasema mzee kaondoka. Hayupo. Lakini kule sio mzee anakimwaga. Si ndio hapo sasa. Si wachezaji wetu wote wanaondoka wanasema wanaenda sehemu fulani kuchukua pension. Uongo. Wanatuuzia tu wachezaji wetu makusudi. Sina kwambia mimi. Bado nguvu zipo. Nguvu zipo. Sasa Mohamed unasema ana nguvu. Si yule pale fullback. Na inakoenda mpaka mwakani kapteni wa Yanga. Mzee Saidi. Hamumpati tena. Wewe si utulie. Mbona kodi nazitoa ambazo zingine sasa? Mimi ninachokwambia ndio kinachokuja kutokea. Mpaka mwakani Mohamed Hussein kapewa tambala. Si utakuja kuniambia. Kamata mikoba yake urithi wake aliotoka nayo kwa Nyamani. Mchezaji anacheza kwa nidhamu, mchezaji anacheza kwa adabu. Wewe unakuja kusema mzee wakati watu wamepeleka fungu wametia mfukoni. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye pale kwenye lile banda letu la mabodaboda pale. Anasema mpira biashara. Nikawauliza Mohamed Hussein mmemuuza bei gani nyinyi klabu ya Simba? Kashindwa kunipa jibu. Ananitolea mfano Cristiano Ronaldo anatoka Manchester kaenda hivyo nikamwambia Manchester walifaidika walichukua pesa. Nyie kwa Mohamed Hussein mmepewa bei gani?
Akashindwa la kunitaja. Tuendelee na kipindi chetu cha mpira wa jana bwana. Tutaanza kulizana hapa bure, tuanze hii. Mwamze Saidi tena kalia. Wewe vipi bwana? Hiyo imetosha. Dakika 45 kipindi cha pili. Kwa sababu ukitaka kumuelezea Mohamed Hussein tunaweza tukashinda kutwa nzima tunamuelezea. Ni kweli. Katika mafanikio makubwa huwezi kuacha kumtaja Mohamed Hussein. Klabu mpaka timu ya taifa. Lete maneno. Kata mchango wa kutosha. Dakika 45 kipindi cha pili. Edison Songo. Anawaandikia JKT goli la kwanza. Sasa ngoja mimi nikwambie. Simba waliamua kujilipua. Twendeni tukatafute goli kwa nguvu. Yaani ilifikia sehemu sasa Simba wanalazimishwa wapate goli haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo huko wakasahau kufunga milango. Kwa hiyo kagonga. Yule mtoto yule. Kuna safari moja tumefungwa na Udisongo. Ile tulikomchukua nani huyu mtoto huyu nani huyu mtu Udisongo. Timu ilikuwa inaitwa Udisongo. Iliyotufunga goli moja wakatutoa hapa. Tukamchukua huyu mtoto huyu Makonde nani huyu? Mixon kwenye ile timu, na ndio Mixon aliyotufunga ile goli. Baada ya kumalizana nao tunarudi kwenye ligi, tunakutana na hao JKT. Wanatufunga goli hili moja. Huyo mtoto aliyofunga jana goli ana upepo sana wa kuifunga Simba. Huwezi kumkataa, ni mchezaji mzuri. Lakini namba ile kipindi cha kwanza utazungumzia wachezaji wa kipindi cha kwanza akina Kibu Dennis, Mutare, akina Kagoma pamoja na nani Budo alikuwepo. Na Budo. Lakini hawakuonyesha kile kiwango cha Simba kilichokuja hivi. Kipindi cha pili unaona timu ilitulia. Kipindi cha pili timu ilitulia baada ya kufanya sabu. Kwa nini? Kwa nini alifanya sabu? Ndio nakuuliza. Kwa nini timu ilitulia? Sijapata jibu nipo. Okay, sawa. Wale wote waliokuwa ndani wote walikuwa wabiliguaji. Walikuwa wabiliguaji. Huyu nani huyu? Kagoma. Fyeka twende. Alimtoa mwingine nani? Alitolewa Mutale naye mwenyewe muone vile. Kibu muone vile. Wale wote wale. Akatolewa na kwa kugonga wenzao, ni wataalamu mno. Mkwala naye alitoka, unajua. Umeelewa? Mkwala alikosa mtu wa kumtengenezea pasi za mwisho ili aende akamalize. Kwa hiyo Budo alishindwa jana kuonyesha zile. Sasa yeye kaishatoka kwenye mpira na yeye anawaza rafu. Budo, wewe umenigonga na mimi ngoja nikukongosoe. Kwa hiyo Budo alikuwa analipiza. Sasa kumbe sio atengeze waamrishie pale Kibu na mwenzie Mkwala yeye. Wewe umenigonga na mimi nakugonga. Kwani wewe ukumuona nani alipokuwa anafanya Talantini? Talantini kawagonga kweli. Wale watoto walikuja kwa ajili ya kuwagonga wachezaji wa Simba ili wasiwaachie fursa ya kucheza. Wale wangewaachia fursa Simba wacheze. Kaka alikuwa maafa. Wewe bila follow manake jana zingekuwa kama ile goli 9 mlizofungaga. Sasa. Na ninakwambia hivi, timu inafunguka kama mlango wa gereza. Timu inafunguka. Simba hiyo. Inaanza kuligugea furaha inarudi. Yaani nakwambia timu inafunguka. Kwa sababu gani? Waangalie watu wanavyotembea. Sawa. Kwa hiyo first 11 mzungu ana akili wewe. First 11 ilikuwa nje. Meneja huyo. Kwa hiyo anaitafuta. First 11 yangu iko wapi? Kwa hiyo ina maana nikianzisha first 11 atakayeingia nani kumsaidia first 11? Nitakayeanza nataka kuja kuingiza kumsaidia nani atakuja? Ingiza moto wake ule nani? Ndio wale pale. Wewe unaona alipoingia timu ikaseto ikabadilika. Kukawa na kila mmoja anachezea mpira. Mpanzo anachezea mpira. Ndio. Yule mtoto Morsi anachezea mpira. Malaika. Anaitwa? Malaika. Abraham. Malaika. Anachezea mpira. Sasa unacheka nini? Sawa. Toto mdogo yule Malaika yule. Kapewa na Mungu riziki. Unasemaje sasa, unamkataje yule? Sawa. Malaika, na siku yote ukiniuliza sio nitajie Abraham Morsi. Anakuulizia Malaika. Niulizie Malaika. Na sio Budo. Tena sio useme Malaika. Malaika. Unakata mara moja. Malaika. Kaletwa na Mungu yule kuisaidia Simba kwenye madhila makubwa.
tuliokuwa nayo. Yani yule ndo anatuteremsha pressure. Wewe mwenyewe uliona? Sio mwenyekiti ndo alimleta. Naenda zako kwa mwenyekiti gani katuletea mchezaji wetu wa zamani bwana. Utaharibu kipindi ujue. Haya basi. Sasa hivi utaharibu kipindi. Mwenyekiti, wewe mwenyekiti ana uwezo wa kumsajili mchezaji mzuri kama yule. Wewe vipi bwana wewe? Kama utaki sema niondoke. Mungu ndo kamleta. Sasa kumbe yule mtoto sasa alikuwa anaenda kucheza Falme za wazungu. Alikuwa anaenda Serbia. Sasa lakini kamleta mchezaji wa zamani nenda kaiokoe Simba. Muona mambo alivyokuwa anayafanya pale. Wewe acha bwana. Alinigongea ile akapeseka akastaki. Aligonga? Akapeseka staki. Wachezaji wenyewe wanani wakabaki wanamwangalia. JKT. Kocha JKT kaigamia nguzo. Wanafanya mchezo ni. Na alipomuona tu akusogea kwenye pichi. Ahmed Ally. Akusogea kwenye pichi akatafuta nini akajua kazi imeshaisha. Kaingia huyu malaika. Mi kazi ninayo. Na kweli nishapoteza. Watatu. Bwana. Kila ukipeleka kametoa. Kameweka. Na nakupeleka nenda sehemu sahihi. Hata inafika. Haipotei pasi. Wewe unasemaje eti wewe Morris? Yule malaika. Mara moja tunakata. Malaika. Kwanza vitu vyake vyote anavyovifanya vinaleta faraja ndani ya moyo. Nenda kamuulize mshabiki wote wa Simba pale. Sasa hivi Mpanzu wenyewe wamuongelei. Anazungumzia wewe acha bwana wewe. Kwa hiyo mzee Saidi Mpanzu anatoa pasi ya goli. Umeelewa? Nangu anaiweka. Na ile ilianza kona. Tena Nangu alisema niletee. Kama waliona watu na kuona kazi. Nyesi mnaangalia tu. Si wengine tunaangalia mpaka vitendo. Nangu kawadhibu unajua katoka pale kashangilia pia. Macho yanakuonyesha kitendo kinachofanyika. Bwana mimi ngoja nikuulize. Lakini ngoja nikuache ili nisikuulize. Utaona kama vile mzee ananinyanyasa. Mesali anazonipa nzito kwangu mimi kuzisema siwezi. Umenielewa? Ukitaka kujua mtu anatembea na mkeo. Kama umeambiwa kwa bwana yule jamaa yule sio mtu mzuri. Mwangalie anapita mlango wa nyuma kwa shemeji. Sasa wewe wale kama siku tuko uko naye. Wewe usimwangalie mwanamke, mwangalie mwanaume. Mwangalie mwanaume tu. Wewe ongea naye afu unajifanya unarusha la kiaina ile nga. Yaani kama atalipeleka kwa mkeo atalipeleka jicho la haiba. Jicho la haiba. Jicho la masikitiko. Leo uko na jamaa. Sasa kushafeli leo. Leo nimefeli mimi. Kwa hiyo ndio hicho unachozungumzia jana kocha Ahmed Ally ndio alikuwa anaumia moyoni. Anaingiza hii chuma. Sasa anaingiza huyu sasa wa nini huyu? Saidi ngoja kwanza. Unajua mimi Dimitri sijaelewa kabisa. Kipindi cha kwanza jana Joshua huyu Abraham alikuwa kaanza ya bench sabu. Sio Abraham. Malaika. Malaika kaanza bench. Malaika kaanza bench. Rudia tena. Malaika. Malaika. Ndio maana bench. Kaanzia benchi. Ukija kuangalia soa kaanza benchi. Kaanzia benchi. Kante kaanza benchi. Benchi ndio. Joshua nani Jincha Zahua kaanzia benchi. Aliwaza nini kwanza sio aliwaza nini? Mpanzu mwenyewe kaanza. Ndio maana wanakuambia hivi unapoisuka timu. Mpanzu akumweka benchi jana. Sasa unapoisuka timu kuwa na itafuta first 11 lazima ufanye namna hiyo. Kwa sababu unachagua kubwa. Alikuwa anawasoma kwanza kipindi cha kwanza afu cha pili. Wewe si unafanya nao mazoezini. Unaona nani na nani nikiwaweka pamoja ndio watanipa matokeo. Leo ngoja nianze na hawa. Hawa hawajanipa matokeo. Sasa naenda na hao na hawa. Hawa wamenipa matokeo. Hawa ndio first 11. Kwa hiyo nitakuwa nachukua mmoja huku naingiza. Huko analeta. Naingiza huku. Kwa hiyo atakayejituma mazoezini ndio nitakayempandisha first 11. Ndio slogan alionayo huyu kocha. Na ndio maana unakumbuka nilikwambia hivi, tukimletea mambo ya ajabu anaondoka. Umemwona mwalimu? Umemwona mwalimu wapi? Mwalimu teacher. Umemwona? Sijamuona. Wa mkopo. Angekuwa mzuri angekaa benchi. Wewe achana na hizo habari babu. Na ndio maana nilikwambia wakimletea mzaa yule anaondoka. Hataki kupangiwa mchezaji unayemtaka wewe. Usimpangie mchezaji unayemtaka wewe kisa umepewa kwa mkopo. Allah. Unauliza swali au? Mchezaji mkubwa anatoka Wydad. Wewe anatoka Wydad wapi bwana wewe? Timu ambayo ilioshiriki kombe la
Bana hivi wewe Mwarabu, mimi nakwambia Mwarabu akupe mchezaji yani mtoto chukua huyu. Mwarabu kabisa nakupa mchezaji Mwarabu. Namjua mimi Mwarabu. Kukugaia kabisa mchezaji huyu wakati wanajua kabisa bara la Waarabu wale kule hao wa Afrika hao. Wanajua kabisa Simba ni wasumbufu. Alafu wachukue mchezaji mzuri wakupe. Sasa kwa leo malaika wako msimu ujao utakuwepo kwani? Kama Waarabu wanapenda kuharibu kuchukua wachezaji waliokuwa na viwango vizuri. Na uongozi huu? Malaika atakuwepo? Tuko naye yule. Tuko naye yule. Msimu unaokuja? Tuko naye. Kama kweli ataenda hivi mpaka ligi ya mabingwa, watoboe Simba kwenye makundi waingie kwenye robo. Tuko naye yule. Anaondoka. Labda wambanie tu wenyewe Simba. Labda afu na mtoto naye aseme mimi nataka niondoke. Iwepo timu hapo aseme mimi nijitokee zangu. Wewe unafanya mchezo na yule mtoto ni mgoli wa Jonathan Some, unaona mzee Said? Nimeuona. Ndio maana mimi nilikwambia hivi. Unajua watu walishindwaga kunielewa, tulifanyaga kipindi. Nakumbuka sasa ndio maana mimi niliwauliza hivi, wana Simba wenzangu, kweli tumemsajili Johnson Soa. Kaja Simba. Ndio. Si ndio? Ndio. Ameletwa na nani? Je, kaja Simba. Sisi tuna uhitaji. Sisi tuna shida. Ataibeba Simba? Lakini watu walisema mzee Saidi kamkataa Soa. Sio mchezaji mzuri. Uongo. Uliuliza kwa maana je huku alikokuja na alikotokea siku tunakutana, mimi na tafsiri. Ndio maana yake. Ana uwezo wa kuonyesha haya aliyokuwa ameonyesha Singida. Ndio maana yake. Hilo mimi nanukuu. Hukumaanisha kwa sio mchezaji. Ila ulikuwa unazungumzia je atakuja kuwafunga? Atakuja kutusaidia. Kwanza sisi tuna uhitaji wa mambo matatu makubwa. Ndio. Kwanza kabisa tuna uhitaji wa ubingwa wa ligi. Ndio. La pili tuna uhitaji wa kumfunga Yanga. Ndoto zenu kwanza Yanga pia mumfunge. Sasa wewe mpira wa Tanzania bila kumfunga Yanga wewe unaonekana mjanja. Watu wanaomfunga Yanga unaona wewe tu yule pale Mbeya City katoa draw unaonaje? Watu wanakuambia Mbeya City anajua mpira kuliko Simba. Sasa kumbe sikatoa draw. Simba nyinyi mmefumuliwa juzi hapa. Mbeya City anaonekana anajua mpira kuliko Mbeya City ni bora au ana uwezo kuliko Simba. Sikawazuia Yanga. Wewe hata ukisema Yanga mbovu uongo. Anakufumua. Mimi ananifumua. Mimi nitasemaje Yanga mbovu? Unashindwa wapi? Ndio hapo sasa. Ndio maana nikasema tunatakiwa tupate wachezaji wenye uchungu wa kuja kuisaidia Simba. Na ndio maana nimekwambia tuna mambo matatu. Tuna uhitaji wa kwanza kuchukua kombe la ligi. Uhitaji wa pili kumfunga Yanga. Jambo la tatu kimataifa. Uendelee. Uende nusu au finali. Ndio maana yake hata kama inawezekana kufika finali. Mambo matatu tu. Na timu si unayo? Na tumeiona. Sasa wewe subiri tuje tupopelewe mwezi wa 12. Matatu hatumtaki. Lakini nimeambiwa hivi, baadhi ya mashabiki wanasema Yanga hata kesho wanaitaka ije. Nani anasema hivyo? Baadhi ya mashabiki kwa muziki uliochezeka jana. Simba ile ya jana, moto leo washwa jana zija JKT. Wanaitamani Yanga hata kesho ije. Usinitie ubaya mimi kwa watu wa Simba. Usinitie ubaya kwa watu wa Simba sitaki. Ubaya nini sasa nakati wewe umeliona pira la matatu? Wapi? JKT jana. Hivi mimi ngoja nikuulize. JKT. Na wale wa Kenya nani ana mpira? Wa Kenya gani? Wa Kenya waliokuja kucheza tamasha. Usichake cha pesa. Wa Kenya mimi nahisi wana mpira. Yanga na wa Kenya. Tafsiri kiukweli kabisa. Yanga, Gor Mahia na Yanga nani ana mpira? Yanga kwa sababu kamfunga Simba. Sasa ndio kakufunga? Basi sawa. Tuishie hapo ya. Sikakufunga. Acha. Gor Mahia akienda kule anashindwa. Ile akija kwako anakupiga. Tumesema anayekupiga ndo ndio nimekwambia jamaa zako wale Azam. Wasipoenda kwenye makundi, kwenye nini? Kwenye robo finali ya shirikisho. Wasije wakanikasirikia. Utawaponda. Vibaya kwa sababu mimi nguvu zangu kwenye ile timu ipo. Nguvu zangu za kuipandisha ile timu mimi nipo. Ya Azam. Ya Azam ile. Kutokea huko Dodoma. Kwanza mimi na maneno naweza nikakuhadisia watu watakimbia kuangalia hata hii nani yako channel yako. Nilipigwa kibao mimi mchele ulimwagika mdomoni. Dada zako huko.
Wewe vipi wewe? Sasa ngoja, wewe mchele kwa ngoja sasa. Wewe mchele kwa natafuna. Utajua mwenyewe. Nenda kaulize pale. Pigwa bonge la kibao. Mchele mdomoni. Mnamuua huyu, mnamuua. Chukua maji. Kibao kingine. Mimi naulizwa wewe Said na mimi. Said, usitoke. Mdomo uinuke. Mdomo uinuke na nini? Mimi najua mchele bado uko mdomoni, kumbe mchele ushatoka. Kumbe uzito wa maumivu uko na. Wewe acha wewe. Hiyo maji na Azamu. Jamhuri Dodoma, maji na Azamu hiyo. Azamu maji wamekamilika, wanakuja mpela sio mchezo. Nipe nikuachie, acha staki, chukua nipe. Gonga tuondoke. Wewe umesimama sasa, ngoja wewe ulisimama. John Boko anafunga magoli mawili yote ya kutenga mpira wa uhuru. Marehemu Selemani Azam ananiuliza tayari. Na mimi tayari. Ngoja sasa hivi goli. Sauti yake ilikuwa imekauka kama ya kwangu. Ilikuwa inakwaruza. Mimi yule ningemkuta mimi ningeishi hapa Dar es Salaam kama peponi. Yule ndo anajua umuhimu wangu mimi. Wewe bwana, akina Zaka wajui. Tuendelee bwana na Simba jana. Akina Zaka wajui. Walikuwepo. Walikuwepo, wamekuja wamerukia tu wao wanasema tunaendeleza. Mnaendeleza mnafungwa ovyo. Sisi tuna uchungu. Mimi siku moja si aliniuliza. Nikamwambia nilikuwa mimi Ambali Mtoro. Huyo Mtoro uliza. Bwana. Hiyo kamati, katika hiyo kamati mdogo peke yangu mimi. Ambali Mtoro niambia wewe mtoto kumbe ndio mnatufanyaga hivi wapi? Mdogo wangu kumbe ndio unafanyaga hivi. Nini nimefanyaje? Ukatoa mimi kwa Elias Sportivo. Elias Sportivo. Hiyo timu ilikuwa ina mchezaji mmoja sasa hivi namtaja ni marehemu Msagasumu. Selemani Msagasumu. Aliitwa mpaka kwenye timu ya taifa ya vijana. Wakati huo ilikuwa inafundishwa na mzee Kibadeni. Abdalla King Kibadeni. Nikitaja Kibadeni peke yake nakuwa nakosea. Abdalla King. Abdalla King Kibadeni. Ana hat-trick 3. Aliwagonga Wagalatia. Wagalatia wanaitafuta mpaka leo. Na sisi tunajivunia. Abia tuliwafumueni. Mangapi? 3 mtu mmoja. Mzilo. 3 bila. So waulize Wagalatia waliokuwa wamezaliwa kipindi kile. Kwa hiyo wamerudi na mayai tu hapo. Mpaka leo wanaitafuta. Hata si wametupiga 5 wamechangia. Si tuliwagonga 6. Tuliwagonga 6 hat-trick mtu mmoja 3. Wao wakijiuliza ndio raha ya utani. Sana. Ndio raha ya utani. Wao wametugonga 5 lakini wamegawana. Sisi tuliwagonga 6. Hat-trick mtu mmoja. Mtu mmoja magoli 3. Wanamwambiaga Kibadeni hatukubali mpaka turudishe wapi? Na Kibadeni anawaambia mpaka nife ndio turudisha sasa hivi. Basi Yanga wanakasirika sio mchezo. Mzee Saidi, Nangu jana tunaona ushindi wake alioshinda. Fullback mzuri. Fullback. Mimi ana goli la pili. Mimi ni beki unaweza kusema ni beki ambayo kwenye safu ya Simba anashinda sana. Mimi nataka niseme kitu kimoja. Nangu mechi ya kwanza tumemwona ugenini. Ndio. Mimi mpaka nikajiuliza mchezaji ametoka wapi? Aliwapa ushindi kule. Ile Msingizini. Alifunga naye. Alianza kushinda goli. Mimi mpaka nikauliza. Na kichwa vile vile. La kichwa nikauliza. Kwani huyu beki katoka wapi? Katoka JKT pale. Mimi kuna mtu mmoja akaniambia ndo katoka JKT. Ndio aliwazuiaga Yanga. Nikacheka sana. Na wakaziaga. Sasa mimi nikasema hivi. Kwa nini mechi ya kwenye ngao ya Hisani msimuweke Nangu? Na kati mshajua. Hawanangule hawa Magalatia. Hawanangule. Nangu hawanangule. Nangu hawanangule hawa Yanga. Wagalatia wanasumbua sana unajua. Hawakumweka lakini. Hawakumpanga. Sasa na yote ni shida ya walimu. Na walimu wanapata shida kutokana na kina nani? Na hawa viongozi wetu wa vilabu. Vimeseji mpange fulani. Wanatoa wao first 11 yao. Sasa hivi wewe mimi nakwambia haki ya Mungu na mtume. Mimi sasa hivi ukinisimamisha umweke mwalimu sawa? Umweke na yule mchezaji wa Simba mfupi yule nani yule anakimbia ovyo. Budo. Mimi naenda kumchukua Budo. Mama yangu mzazi mwalimu na Budo namchukua? Namchukua Budo. Sasa hivi. Hakweli kabisa. Mutale namchukua.
Kwa nini? Mimi nataka matege. Mimi nataka mpira. Kama unataka tege. Ngoja, mwalimu toka kafika hapa ameshashinda. Amemshinda nani? Alishinda ile mechi ya kirafiki naona alishawahi kushinda. Si ndio kupanga kwa kulazimisha? Mwalimu hawezi kuchezea Simba. Kwa hiyo ingekuwa amri yako unamwelekeza Matatu asimpange kabisa. Kabisa. Kwa nini? Striker yule. Striker wa nini? Ana magoli mangapi? Angalia striker. Mchukue striker, mwangalie kama Johnson Soa. Sawa? Mwangalie kama mtoto huyu wa Kitanzania huyu anachezea Yanga. Nani yeye Mzinze? Mzinze. Wewe ndio mastreka. Huyu unamuona huyu striker wa Yanga huyu. Boeli. Huyu nani huyu? Sio Boeli. Dube. Dube ni matatizo, lakini hakuna mtu mbaya na mshenzi kama Dube. Dube anakufunga vyovyote vile. Mtu na nusu. Yule Dube yule. Kuna vitu ambavyo anavyopitia. Kuna vitu anavipitia ndio maana nyinyi mnamuona Galasa, lakini ni bonge la striker vibaya mno. Yule pale, yule anakuua muda wowote. Na yule nilikuja kumuona mbaya Simba na Azam Taifa pale. Golini yuko Manula. Anapiga ule mguu wa pembeni. Kumbe uliuona. Manula na Luka hewa. Kumbe uliuona. Sasa pale ndio unajua huyu striker huyu. Muda wote anakupotezea muda. Anakuondoa katika radhi ya mpira. Kwenye furaha yako unatoka. Anakuondoa. Na aliniondoa siku ile. Na ndio siku ile nilimchukia. Nilimchukia kimpira. Ukumchukia kimnani? Ulimchukia kwa sababu ya binadamu ni binadamu yule. Kwa sababu binadamu ameumbwa kama wewe. Huna haja ya kumchukia. Wao unakuta mtu anasema yule mimi simpendi, umenileta wewe duniani. Wewe vipi? Sasa Nangu, ngoja tuzungumzie hapo bado kwa Nangu. Nangu timu iliyomlea ni ile JKT. Lakini jana baada ya ushindi alishindwa kujizuia na alifurahi na kushangilia sana mzee Saidi. Basi ujue kwa kwamba wale wachezaji wanavyocheza wana vilabu vyao vikubwa. Kwa hiyo pale Nangu ameenda sehemu sahihi niliyokuwa nataka katika maisha yangu. Na ndio maana amefurahi. Na ndio maana amefurahi. Kashindwa kuizuia furaha yake. Kashindwa kuizuia furaha. Unajua? Na ndio ameondoka mchezaji bora. Hawa makocha wengine hawazipendi Simba na Yanga kwa nini? Kwa sababu zinawaharibia. Pili, zina wachezaji quality ya wakubwa. Wachezaji wa kimataifa zaidi ndio. Sasa mtu kama Nangu ambao alishachekelea kucheza hapa kucheza hapa. Leo anapanda ndege anaenda Misri. Mimi mwenyewe mzee Saidi nimepanda ndege nimeenda Mwanza tu hapo ya msaada. Nje hujaenda? Nje sijaenda. Anatoka hapo anapanda ndege. Sasa hivi ana mpango wa kwenda Angola. Akitoka Angola anaenda wapi? Anaenda Tunisia. Wewe mimi na wewe tunaenda Mali. Wewe mimi na wewe Mali tunaenda lini? Mimi na wewe tu tunaenda kutafuta nini kwanza? Hiyo wewe labda wewe mwenzangu labda una passport. Mimi huwezi kunisafirisha kichawa nisiongee nisitetee Simba. Mimi sio kunguni bwana. Mimi sio kunguni. Kila sehemu nataka niwepo. Waende hao wanaojifanya wao makunguni. Unaenda una msaada gani na timu kule? Mnapasuka mnarudi. Ila kwa Simba hii hawezi. Watajuana wenyewe. Simba hii mimi hata mtu hajaniambia kwa kwamba mzee Said safiri na timu, mimi kama nani? Shabiki. Naenda kupiga kelele kule peke yangu. Ushabiki nyumbani. Njoo usitengenezee. Unaona Yanga alivyofanya. Ushabiki nyumbani, njoni tujazane, tutafute matokeo. Wameyapata hawajayapata? Wamepita. Wewe bwana vipi bwana wewe? Yanga wanapenda bure, si walishazoeleshwa? Walishazoeleshwa. Kwani ndio huo uongozi wa engineer si ndio unafanya hivyo? Na wanamtia tu madhila baba wa watu kwa sababu ana makocha wote. Anawaingiza bure. Walikuwa na tajiri sasa hivi kafa. Tena matajiri wao wote wamekufa. Kina Manji. Wa kwanza sio Manji. Wa kwanza yule Mwarabu wa nani? Yule wa kwanza kabla Manji. Yule alikuwa na mabasi yake anaitwa Shaluksi. Nani yule mzee yule Mwarabu yule? Jina lake nalo limenitoka. Wote nao wazoesha hao. Sasa alikuwa anaitwa Gulamali. Gulamali. Alikuwa anaitwa Gulamali yule jamaa. Yule wote alishaingiza watu bure. Na ndio alitaka kumsajili Mwameja huyo. Ndio alienda kumsajili za Mwanza. Manji yuko hivyo. Manji ndio hivyo. Manji kapeleka timu Mwanza ilikuwa Mwanza. Ingieni bure. Mechi ya kimataifa. Ingieni bure. Watu wa Mwanza ndugu zangu acha wajazane mule. Sasa nyinyi mnakuja kushangaa taifa. Mzee Saidi, tumalizie na hii.
Jana baada ya mchezo kuisha, wachezaji kama watatu hivyo wa Simba walikuwa wamekaa wanajadiliana pale wa nje. Unahisi nini walikuwa wanajadiliana? Sio walikuwa wanajadiliana. Wale yule mmoja yule Johnson Soa alikuwa analalamika kwa nje, wajomba wanapiga munda au sio mchezo. Mwingine akasema wewe umeona kama pale alinikosa mimi nikaruka. Munda sio mchezo. Jamaa mmoja akamuuliza hawa na Yanga akina nani wanapiga munda? Akamwambia Yanga wamezidi, wanapiga munda sana. Yanga wanapiga sana kuliko wewe unaangalia ile midomo. Ila Yanga anapiga munda babu. Sasa wanaangalia mdomo. Mimi wanaangalia midomo. Sio walikuwa wanaongea Kifaransa. Ni midomo na macho. Wanaongea Kifaransa. Utajua tu. Utajua tu. Hata kama wanaongea Kifaransa. Wewe utawajua wanaongelea nini? Sasa kwa Kifaransa kama ndio walikuwa wanazungumzia Yanga walikuwa wanasemaje? Sasa si wanajua wenyewe. Wale waga wanaongelea pwani. Kifaransa hicho. Wanaongelea pwani. Français fait chamber. Colon Fantin bi GBD. Wewe mimi waga wananiacha hoi sana. Si wanakujaga pale wanapakia mifuko ya simenti. Tema pale wewe unakiona. Kifaransa anakuambia hela maguta. Hela maguta yangu. Yaani hiyo ndio hela, nimempa hela yangu huyu. Nimempa maguta. Mafuta ndio hela maguta. Wewe unaweza ukasema maguta inayotembea barabarani. Kumbe hela. Badala wanaona kuambia maguta yangu. Alafu wenyewe wanakuambia yani ile ina muendelezo. Ndio wanakuja kuita faranga. Sherehe faranga. Faranga mjimimbi. We bwana wewe wanalaha wale. Wewe kumbe mzee Said ukakiotea jana. Nikakiotea bwana. Jamaa wanasema jamaa wanapiga munda sio mchezo. Nikamwambia mlikuwa mjui. Hao ndio walumendagu jeshi hilo. Neno la mwisho mzee Said. Tarehe 30 mkutano mkuu wa wanachama wa Simba. Wa nini? Mkutano wa wanachama mjadili jinsi uendeshaji wa klabu wenu na nini matatizo na vitu vilivyopatikana. Asa mimi niseme nini na sisi tunakuja kudanganywa. Niende nikatafute nini mimi? Si mwanachama? Mimi sitaki siendi. Uende. Waje wanikamate kule. Ukienda tu kule unakukamata. Kama alikamatwa yule kwenye jezi. Kalipa hela yake, aingie kwenye jezi angalia uzinduzi wa jezi. Anambigongwa mgongoni ise njoo samani njoo huko. Toka nje anakutana na wazee wenyewe. Vipi? Wamcheleweshe tena. Vipi? Bwana unatakiwa usikae muda. Nimelipa hela yangu. Hela gani? Twende. Toka nje. Kwenye friji ngubukungaba. Wakafungia wenyewe. Niende mimi nikatafute nini? Bwana huyo ndo mzee Said. Hatuna mengi zaidi. Kikubwa tunawashauri ambao wewe bado hujasubscribe, huu ni wakati wako sahihi. Subscribe, share, comment na like content yako. Hatuna la ziada. Asanteni sana. Karibuni Wanachapesa Media.